Ninapenda kukukaribisha katika ibada yetu hii ya pili ili tuweze kujifunza neno la Mungu. Wewe ambaye unatufuatilia au utatufuatilia kwa mtandao pia, karibu uwe pamoja na sisi. Kichwa cha somo: dunia inahitaji ufahamu. Dunia inahitaji ufahamu. Dunia inahitaji ufahamu. Habakuki 2:14. Dunia inahitaji ufahamu. Habakuki 2:14. Sema, kwa maana dunia itajazwa maarifa ya utukufu wa Bwana, kama maji yaifunikavyo bahari. Amen. Kwa hiyo Habakuki anaona kwamba kuna nyakati ambazo dunia itajawa na maarifa ya utukufu wa Bwana. Kama maji yanavyojaza bahari, ndivyo ambavyo dunia itajawa na utukufu wa Bwana na maarifa ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaamini hata shetani afanye nini, maarifa ya Bwana yataenea na kuenea na kuenea. Sema amen. Amen. Yaani hata shetani afanyeje, maarifa yataenea. Na kwa kadri tunavyoelekea mwisho wa dunia, basi watu wengi watamjua Kristo. Amen. Maarifa ya Mungu yatakuwepo. Watu wa ibada ya kwanza niliwaambia, ninaamini wapo watu wengi wanaofundisha kweli ya Mungu. Dar es Salaam wengi wapo, nikasema Mwanza wengi wapo, Kenya, Kilimanjaro wako wahubiri wanaohubiri kweli, kienda Kenya wapo, kienda Afrika yote wapo, na dunia wapo, na bado wanazaliwa, kwa sababu ni neno la kinabii ya kwamba maarifa ya Mungu yataijaza dunia. Kama kuna kitu Mungu anataka watu wawe nacho, ni maarifa ya Mungu, kujaa maarifa ya Bwana. Bwana asifiwe sana. Yes, kujawa na maarifa. Shetani anajitahidi kuzuia watu wasipate ufahamu. Ibada ya kwanza niliwaambia kitu kimoja ambacho nataka na nyinyi muelewe. Si vibaya kuombewa. Narudia tena, si vibaya kuombewa. Sema amen. Amen. Lakini si wazo la Mungu kwamba uombewe na kuombewa na kuombewa. Unanielewa? Mungu anataka ufike mahali ukue. Vitu ambavyo ni changamoto sasa hivi kwako, kesho visiwe changamoto. Unanielewa kitu nazungumza? Magumu ambayo yako ndani yako leo yasiendelee
Yaani usiteswe na jambo hilo. Hapana, lazima ukue, lazima uongezeke, ufike mahali changamoto zilizokuwa zinakutesa tusimame tena mbele yako. Unasifiwe sana. Wangapi wananielewa? Kwa sababu Biblia inasema tukue, tuongezeke, tufikie cheo cha Kristo. Bwana asifiwe sana. Yaani Biblia inazungumza, inataka mtu akikaa ndani ya kanisa akue na kukua, awe na badiliko, afike mahali afikie kile cheo. Yaani utembee katika ile aina ya ufahamu wa Kristo, uishi katika ile aina ya ufahamu wa Kristo. Unaelewa kitu tunazungumza? Na unapofika hapo, Biblia inasema kila kiungo kitakuwa kinafanya kazi yake. Yaani kila mtu ndani ya kanisa sasa ataanza kusimama katika eneo lake la kazi. Kuna watu wengi hawajui kwa nini wameokoka, hawafanyi kile wanachopaswa kufanya kwa sababu hawana ule ufahamu waliokusudiwa kuwa nao. Kuna watu wanaombewa lakini ulitakiwa uwe muombezi. Sijui kama unaelewa. Yaani wewe ulitakiwa ufike mahali upokee watu wenye shida, utatue shida zao, lakini badala yake uko bado kwenye ile level ya kuombewa, uko kwenye level ya kulialia. No, sema no. Bwana asifiwe sana. Unanielewa? Yes. Na nikasema kitu kimoja, kuombewa haiondoi ujinga hata siku moja. Ujinga unaondoka kwa kuongeza maarifa. Narudia tena, maombezi hayaondoi ujinga. Kwa hiyo kama hujui, utaendelea kuwa hujui na utabaki kuwa hujui mpaka utakapochukua hatua ya kuanza kuwekeza katika eneo la ufahamu, mpaka utakapochukua hatua na kuwekeza katika maarifa. Uzuri, unapowekeza katika ufahamu leo, kile kitu hakikusaidii tu leo, kinakusaidia leo na kinakusaidia na siku zijazo. Ila ukiombewa inakusaidia leo, ila haikusaidii kesho. Na nielewa tunasema, unauma mgongo, nitakuombea leo utapona, ila kesho likija jambo jingine utahitaji maombi mengine. Ila ukiweka ufahamu leo, ule ufahamu utakuponya leo na utakuponya kesho na kesho kutwa na miaka ijayo. Kwa hiyo ufahamu ni zaidi ya maombezi. Kuna mtu ananielewa kitu nazungumza? Nasema ufahamu ni zaidi ya maombezi. Maarifa, nimeandika, maarifa ni ufunguo unaofungua milango ya uwezekano. Maarifa yanafanya mambo yawezekane. Mambo ambayo yalikuwa magumu yanarahisika, yanawezekana kwa sababu ya ufahamu. Kanisa lenye maarifa ni kanisa ambayo mambo yake yanawezekana. Mkristo mwenye maarifa ni Mkristo ambaye maisha yake ni uwezekano, yaani vitu vinawezekana. Kwa sababu gani? Ana maarifa. Kuna wakati malaria ilikuwa inaua watu na haina tiba. Sio kwamba malaria ilikuwa haitibiki, ni kwamba maarifa hayakuwepo. Kuna kipindi HIV itakuwa na dawa. Unaelewa kitu tunazungumza? Kwa hiyo kinachofanya HIV isitibiki sio kwamba haitibiki, hayapatikana maarifa ya kutibu HIV. Sawa? Sio haitibiki, ila ni maarifa hayapatikana. Ila maarifa yakija, unanielewa? Ule mwanga ukija, unamulika maarifa. Wanasema hivi, kumbe
tulitakiwa tutufanye hivi na hivi. Hii kama unaelewa kitu nazungumza. Niliona sijui wameonyesha kuna CT scan. Sijui kuna kitu kile kipimo kinaitwa sijui MRI. Sijui kuna kipimo gani. Yaani vipimo vinapima kichwa, sijui X-ray inapima mifupa, sijui hiyo CT scan inapima nini. Sawa? Sasa kuna kipimo kimetokea ambacho hizo teknolojia inabidi chenyewe kikikumulika mwili wako wote, kila kiungo. Yaani akitaka kwenye kichwa hapa, yuko kwenye kioo kama limeza, akifanya hivi tu mwili wako unageuka. Unaelewa? Anapangua hivi, ubongo huu unaondoka mpaka anaona tatizo. Yaani anaweza kuangalia mtumbo mpaka chochote kwenye mwili wako. Sijui kama unaelewa kitu tunazungumza. Maana yake kama kuna uvimbe sio ile ya kutafuta. Mwili wako wote unaonekana hapo live. Anapangua hichi, anaondoa mfupa huu, anafanya hichi. Yaani kiungo kimoja, ana uwezo wa kuangalia kiungo chako kimoja. Sema ufahamu. Lakini miaka nyuma kitu kama hicho hakikuwepo. Sio miaka nyuma. Tanzania hiyo teknolojia haipo. Nini shida? Ufahamu. Ufahamu ukija, yasiyowezekana yanawezekana. Mkristo anayewekeza katika ufahamu, mambo yanaanza kuwezekana. Maarifa ni ufunguo wa kufungua au kudhihirisha yaliyofichika. Kwa hiyo kama kuna mambo yamefichika katika maisha yako, katika biashara, katika eneo lolote, unahitaji maarifa, unahitaji ufahamu. Ndio sababu nikasema dunia inahitaji ufahamu. Dunia inahitaji ufahamu. Maarifa au ufahamu ni kama taa. Maarifa au ufahamu ni kama taa. Nenda kule, nenda pale. Maarifa au ufahamu, wewe nenda kule. Huyu usiguse. Iache tu. Nenda kule. Maarifa, ufahamu ni kama taa. Sawa? Utazima zote. Na huku utazima zote. 1, 2, 3. Shida hii inanimulika, lakini mnaweza kuona giza. Sasa, je, vitu ambavyo ulikuwa unaviona? Lakini unaweza kufikiri hakuna kitu, lakini vitu vipo. Shida upo kwenye giza. Ndio sababu mambo hayaonekani. Washa taa. Vitu vinaonekana sasa. Ufahamu ni kama taa. Unapokuwa huna ufahamu huko gizani. Na unapokuwa gizani unaweza kufikiri hauna vitu, lakini unavyo. Shida uoni. Kuna mtu ananielewa kitu nasema? Watu wanahitaji uponyaji. Ongeza maarifa ya Mungu juu ya uponyaji. Unahitaji baraka. Ongeza maarifa ya Mungu juu ya baraka za Mungu. Lakini ninazungumza fahamu. Isaya 6:10. Isaya sura ya 6 mstari wa 10. Isaya sura ya 6 mstari wa 10. Anazungumza maneno ya ajabu. Anasema unoneshe moyo wa watu hao. Kunonesha maana yake wafike mahali waone wametosheka. Si unaelewa?
waone wamefanyaje, wametosheka, hawana shida, hawahitaji chochote, hawajapungukiwa na chochote. Anasema unoneshe moyo wa watu hawa, na masikio yao uyatie uzito. Ukayatie uzito masikio yao, ukayafumbe macho yao, wasije wakaona kwa macho yao na kusikia kwa masikio yao na kufahamu kwa mioyo yao na kurejea na kuponywa. Unaona? Kwa hiyo anafika mahali anasema unoneshe mioyo yao, wafike mahali waone wako kwenye comfort zone. Nonesha, waone hawana haja, waone kwamba wana kila kitu. Masikio yao yazibe, macho yao yazibe, wasione, wasisikie, wasije wakasikia wakaona, wakaelewa, wakaona wakatazama, wakaona, alafu wakarejea, wakafahamu, wakarejea, wakapona. Maana yake ni nini? Kumbe watu wanapofahamu wanarejea, wanapona. Watu wanapofahamu wanakwepa, wanarudi nyuma. Unapofahamu unakwepa tatizo. Watu wanaendea matatizo kwa sababu hawana ufahamu. Maana yake ni nini? Mkristo asiye na ufahamu ataona tatizo na atalikimbilia. Kuna watu wanaona matatizo, wanayakimbilia matatizo, hawayakwepi. Wanaona tatizo, wanakimbilia tatizo. Kwa nini? Hawana ufahamu. Kwa nini? Hawana ufahamu. Kwa hiyo wanaona matatizo na wanakimbilia matatizo. Unamwambia jambo hili ni baya, haelewi. Nawaambia watu, sikiliza. Unawaambia mtu imani hii ni mbaya, mbona watu wanapona? Ni nani alikuambia kwa watu kupona ni kipimo cha imani sahihi? Eti mbona miujiza inafanyika? Nani alikuambia miujiza mahali ni kipimo cha usahihi wa imani? Mbona alichosema ni hivyo hivyo? Nani alikuambia kutimilika kwa unabii kwa maneno aliyoyasema ni kipimo cha usahihi? Ngoja niwaambie kitu. Kuna mfumo ulikuwa unafanyika kwenye nyumba za waganga, ndio umehamia kanisani. Ili mganga ajionyeshe ni wa kweli, ulikuwa ukienda tu anakuambia wewe umetokea sehemu fulani, una shida 1, 2, 3. Sijui kama unaelewa kitu tunasema. Anayekuloga ni fulani na fulani, shika hii dawa. Sijui kama unaelewa. Na wengine walifika mbali, waganga wengine walifika mbali. Akikupa dawa anakuambia wala usinilipe, nenda, ikifanya kazi uniletee hela yangu. Unaelewa kitu tunazungumza? Satellite. Unanielewa? Amen. Yaani anafika mahali anakupa dawa na anakuambia usinilipe, nenda uone, kama kazi haijafanyika usilete hela. Kwa hiyo mtu anaenda na anapata matokeo. Je, huyo ni Mungu? Sio. Sio. Huyo ni mganga, tumishi wa shetani. Na unakuta anachosema ni kweli, lakini ni mganga. Soma kitabu cha Matendo sura ile ya 16. Kuna habari ya Paulo na Sila. Walikemea msichana alikuwa na pepo la uaguzi. Maana yake alikuwa anajua shida za watu. Kwa nini? Kuna roho ya uaguzi iko ndani yake. Sasa sijasema Mungu hawezi kufanya hivyo, mnielewe vizuri. Sijasema kwa mtu kukuambia shida zako ni nabii au ni mwalimu wa uongo. No. Ninachotaka kusema si kipimo cha kusema huyu ni nabii wa ukweli. Umeelewa kitu nimesema? Narudia tena. Usiseme huyu ni mtu wa ukweli
kwa sababu ya miujiza. Miujiza sio kipimo cha kumpamua nabii kama ni wa kweli au uongo. Kwa nini? Shetani anafanya miujiza. Wangapi wanaelewa kitu tunasema? Kwa hiyo ni lazima tuwe na kanisa lenye akili. Lazima tuwe na washirika wenye akili. Sio mshirika kwa sababu umeona tu mtu ametabiriwa. Okay, sasa sijasema wameplan. Je, kama wamepanga? Kama unachokiona mbele ni movie, kama hizi bongo movie, watu wamejipanga, utajuaje? Very simple. Nikiamua kucheza movie, sinacheza. Kama ni movie, je? Sasa sijasema ni movie. Sijasema ni movie. Lakini kama ni movie, je? No, sijasema ni movie. Lakini je, kama ni movie? Lazima uwe na kitu cha ziada zaidi ya kile unachokiona Kristo. Unanielewa? Lazima uwe na kitu cha ziada. Tunaishi kwenye dunia iliharibika. Ngoja nikuambie kitu. Biblia inasema Roho Mtakatifu atakapokuja atazungumza habari za nani? Yesu. Sema Yesu. Haisikiki, sema Yesu. Yesu. Akija, maana yake ni nini? Yesu mwanzo mwisho. Yesu ndio story ya kuzungumza. Yesu ndio news ndani ya kanisa. Yesu ndio news mtaani. Yesu. Unatakiwa ukienda kanisa, ukitoka akili yako iwaze Yesu, Yesu, Yesu. Ukiingia kwenye kanisa na unatoka kwenye hilo kanisa na akili yako haijafanya imuone Yesu, kuwa makini. Kuwa makini. Ukienda kwenye kanisa, hata kama kuna miujiza, na ukatoka na akili yako haijafundishwa Yesu, kuwa makini. Kuwa makini. Unaelewa kitu tunazungumza? Ukiingia kwenye kanisa, mwanzo mwisho anazungumzwa mtumishi. 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 Yesu kaiko pembeni. Kuwa makini. Hata kama watu wanapona ukimwi, hata kama nini kinatokea, hata kama milima inanyanyuka, miti inang'ooka, moto unalipuka. Shangaa, nikaona clip, watu wameweka chemical kadhaa. Zile kemikali yaani ukifanya hiyo reaction kabisa inaanza kutoa moshi na nini. Ndio watu wakaifanya. Na unaona kabisa kitu fulani kikasukumizio pale. Tunaona. Ikaanza kufuka moshi hivyo hivyo. Alafu ikawaka. Moto wa Mungu unatokeaga chini, unatokea juu. Heti moto umetoka mbinguni, alafu karatasi inaanza kuungua kutokea chini. Mister, moto unashuka, tunaona. Mungu akitaka kufanya miujiza, hatengenezi muujiza wenye maswali. Kama ni moto, huyo Mungu kama anaweza kutoa, si ushuke tu, unashuka moto hapo, unaunguza vitu. Tumia common sense. Kaza screw zako kidogo tu. Fikirie sawa sawa. Kwa tendo hilo unashangaa mtu anadondoka. Mpaka anadondoka. Stupid. Sura. Na kumbe watu wanaosoma chemistry, kuna chemical tu ukizichanganya hapo zinalipuka. Moto unawaka. Wanasifiwa. Amen. Kwa sababu kuna mandezi ndani ya kanisa, ndio unashangaa. Sorry, nimesema kwa sababu kuna mandezi ndani ya kanisa, hawaelewi kitu. Sorry. Na wajinga waishana.
Sijui kama tunaelewana kitu nasema. Kwa hiyo ni lazima tuwe na ufahamu. Na hata kama tungeona moto, bado haitufanyi tudondoke. Sawa? Hata kama tungeona moto umeshuka, hata hiyo bado haitutikisi. Sawa jamani? Hata hiyo bado haifanyeje? Haitutikisi. Kumwamini mtu. Sikiliza, Paulo anafika mahali hata angeshuka malaika, anaongea mwenye mbawa, mweupe anang'aa kama jua. Lakini anasema akizungumza injili tofauti na injili niliyohubiri, usimkubali. Yaani ni malaika. Sembuse watu waliovaa suti na tai. Vipi? Soma Biblia. Elewa. Vitu vidogo havitakuangusha. Hata angeshuka malaika, ameshuka hivi, eti mbona tunapona? Unapona lakini unaelekezwa wapi? Ukiona imani yako inahamishwa, hauwezi tena kutegemea jina la Yesu, hauwezi tena kutegemea damu ya Yesu. Unaanza kutembea na kitambaa kama irizi. Wewe umekwisha kazi. Sawa? Nisikilize. Kama injili imegeuka kuwa mafuta, kama suluhisho limegeuka kuwa mafuta na sio Yesu, hapo hakuna Yesu, kuna mafuta. Mnanielewa kitu nasema? Mnanielewa? Mimi sipingi mtu kupaka mtu mafuta. Biblia inasema mtu wa kwenu amekuwa aweze waite wazee wa kanisa nao wamuombee, wampake mafuta kwa imani katika jina la Yesu. Na kule kuomba kwenu kwa imani kutamponya mgonjwa, kutamwokoa hata kama ametenda dhambi. Hata sikiliza, ninajua hata Marko 6:13 wanafunzi wakatoka wakawapaka wengi mafuta waliokuwa wagonjwa wakapona. Na hata Isaya 10:27 nao nira itakatika kwa kupakwa mafuta, mzigo wake utaondoka mabegani mwake. Na nira itakatika kwa kutiwa mafuta. Bwana asifiwe sana. Lakini hatujaambiwa tufanye doctrine. Ukianza kufundisha doctrine, kufanya fundisho, ikitokea, kwani wanafunzi walifanya mara, ikitokea sasa wewe injili yako ni mafuta, una shida. Sawa? Usiniambie sina ufunuo juu hapo. Ninajua. Lakini zaidi ya yote, yale mafuta yanayokaa ndani yenu. Maana kuna mafuta yanayokaa ndani ya watu. Yale mafuta yatawafundisha. Hamna haja ya mtu kuwafundisha, kwa sababu yatawafundisha kweli. Yako mafuta yanakaa ndani ya watu. Sema amen. Kinachoponya watu waelewe sio mafuta, ni Yesu. Unapoanza kutengeneza kuwaweka watu kwenye mafuta, inakuwa shida. Kuwaonyesha watu sasa hivi wanatembea na vichupa kila mara, akifika kama waganga wa kienyeji, my friend, wananyunyiza viwanja vya watu, wanachota udongo ili vio vya kwao. Chumvi wanamwaga. Si unajua chumvi inaponya mapooza kulingana na Biblia? Wapi imeandikwa chumvi inaponya mapooza? Basi tuseme basi na vijiti vinanyanyua nyundo, vinanyanyua shoka. Kwa sababu yule jamaa alichukua kijiti akarusha kwenye maji, shoka likaelea. Basi tuseme na miti inanyanyua shoka. Kwa sababu kumbe chumvi ilivyowekwa tu kwenye nini? Kwenye maanini? Simseme matango pori yakapona. Hapo ndio watu wanatengeneza doctrine eti chumvi uponya mapooza. Angeweza hata akachukua udongo akarusha kule na kile chakula kikapona. Unaelewa? Sawa? Angeweza kuchukua hata sukari akarusha kule. Angeweza kuchukua maji akarusha kule.
ulikuwa ni ufunuo wake kwa wakati ule, but not a doctrine, sio fundisho. Tunaelewana? Anasema uwaoneshe moyo, masikio yawe na uzito, macho yasione, wasije wakaona kwa macho na kusikia kwa masikio, wakafahamu bene, wakafahamu kwa mioyo yao na kurejea na kuponya. Maana yake ni ufahamu. Unapokuja hakuna namna, lazima uponywe. Unapofahamu na ukafuata ufahamu, kanuni, unapona. Unaelewa kitu tunasema? Kwa hiyo mtu akitaka kukuangamiza anakunyima ufahamu. Kwani ufahamu ukija na ukitembea kwa ufahamu, unapona. 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 Wanasifiwa sana. Unapona. Iko miujiza. Nataka nikuambie wewe, lazima ujielewe kwamba wewe ni miujiza. Umebeba miujiza yako. Sijui kama unajua, lakini Biblia inamzungumza mtu aliyeokoka kama upepo, mtu ambaye ana matokeo na watu hawawezi kumzuia. Kama ambavyo huwezi kuzuia upepo, ndivyo ambavyo huwezi kuzuilika wewe. Lazima uelewe. Wanasifiwa sana. Lakini inahitaji nini? Sina ufahamu. Isaya 5:13 anasema hivi: kwa sababu hiyo watu wangu wamechukuliwa mateka kwa kukosa kuwa na maarifa, na watu wao wenye cheo wana njaa, na wengi wao wanaona kiu sana. Watu wangu wamechukuliwa mateka. Neno neno gala. Watu wangu wamechukuliwa mateka. Gala. Mateka, neno lake linachomaanisha ni mateka kama ilivyo, yaani kukaa chini ya utawala wa mtu mwingine. Okay, watu wangu wamemilikiwa kwa kukosa maarifa. Magonjwa yanaweza kukaa ndani ya watu kwa sababu watu hawana nini? Maarifa. Umaskini utashika watu kwa sababu watu hawana nini? Maarifa. Hauhitaji maombi, unahitaji maarifa. Ukipata maarifa utaweza kuomba. Sijui kama unaelewa. Sasa sijasema maombi hayafanyi, ila unahitaji maarifa ili ujue namna ya kuomba, ujue namna ya kutoka. Wanasifiwa sana. Kwa hiyo watu wangu wameshikiliwa na adui. Hiyo ni moja. 2, gala ni kuwa kutokusitirika. Yaani maana yake vitu vyako vinafahamika. Unaona jeshi, unakuta jeshi, simuona jeshi wanakaa kwenye msitu, si ndio? Hawataki watu wawe karibu nao. Kwani hawataki kufahamika. Sijui kama tunaelewana. Hawataki kufanyaje? Kufahamika. Ndio sababu wanafanyaje? Wanajitenga. Kwa sababu wana siri zao, hazipaswi adui azifahamu. Neno gala. Watu wangu hawajafichika. Yaani watu wangu wanaeleweka. Adui anawajua in and out. Kwa nini? Hawana maarifa. Yaani adui akitaka kukukanyaga, anakukanyaga wakati wote. Kwa nini? Una maarifa. Anajua strengths zako. Ili unang'oa mabati, unaangusha miti. Kazi ya upepo tunaiona, ila umetokea wapi hatujui, unakoenda hatujui. Ndivyo alivyo mtu aliyeokoka. Ajulikani anakotoka, ajulikani anakokwenda, ila kazi zake zinaonekana. Sema amen. Ndio hivyo. Maana yake ni nini? Gala. Mtu aliyeokoka ukisimama mbele ya shetani, hajui unakotoka, hajui unakoelekea, anasikia kizunguzungu, anaona nyota. Katika jina la Yesu. Sema amen. Sema hiyo ni nzuri. Gala. Watu wangu
Lakini maana ya ghala ya kwanza ni mateka, hii nyingine kutokusitirika, lakini kuwa uchi, aibu. Kwa hiyo watu wangu wako katika aibu kwa sababu hawana maarifa, hawana maarifa. Kwa hiyo aibu iko juu yao. Unaelewa kitu tunazungumza? Kwa hiyo kumbe maarifa yanaleta heshima, yanaleta usiri, yani vitu vyako havieleweki, adui ya kutambui, lakini unakuwa huru, hautekwi, unakuwa huru kwa sababu una maarifa. Anasema watu wao wenye cheo wana njaa, hawali. Wengi wao wana kiu. Yaani maanake walitegemea wanywe maji, walitegemea wale chakula, walitegemea waishi maisha fulani. Hawana hayo maisha, kisa hawana maarifa. Ukikosa maarifa, umekosa vitu vyako. Vitu vyako vimefichwa ndani ya maarifa. Vitu vyako viko ndani ya ufahamu. Ukipata ufahamu, umepata maisha yako. Sema amen. Kuna mwanamke na mwanaume ananielewa? Unapopata ufahamu, umepata maisha yako. Wekeza kwenye ufahamu. Biblia inasema vyote vinavyotamanika havilingani na ufahamu. Ufahamu ni zaidi ya marijani. Marijani maana yake ni vito vya thamani. Ufahamu ni zaidi. Apataye ufahamu amepata vitu, amepata maisha. Sema amen. Maarifa maana yake daha. Apataye maarifa, understanding, knowledge, uwezo wa kung'amua vitu. So unatembea tu. Ngapo wananielewa kitu nasema? Na ukitaka kujua shetani ananyima watu maarifa, ni wangapi wanasoma Biblia? Wachache. Ni wangapi wanasoma vitabu? Wachache. Wangapi wanasikiliza mahubiri? Wachache. Wakitaka wanataka kuombewa. Taka kuombewa. Nimeombewa mara chache sana mimi. Kipindi nikiwa mshirika, nimeombewa mara chache sana. Zinahesabika. Lakini nilikuwa naomba. Kwani naomba? Nina akili. Ninajua ugonjwa ulioko ndani yangu, na usemesha na unasikia. Nina akili. Ninajua changamoto nilizonazo, ninazisemesha. Mimi sihitaji wewe uzisemee changamoto zangu. Mimi ninaziweza changamoto zangu. Sema amen. Yes, ninaweza. Naweza. Daudi anasema, simba alipotokea, nilitokeza na mimi, nikamshika ndevu, nikamtoa mwanakondoo. Sikupiga kelele. Dubu alipotokea, akamshika mwanakondoo, na mimi nilijitokeza, nikamshika, nikavuta ndevu zake, nikamponya mwanakondoo. Mimi Daudi. Na leo hii nitamchakaza Goliath. Alitambua uwezo alionao. Alitambua vitu alivyobeba. Ufahamu. Na Goliath anasema, unanijia mimi na fimbo na mawe, mimi nimekuwa mbwa. Akamwambia Goliath, na wewe unanijia mimi na panga na fumo. Akamwambia, my friend, haujui ninachokujia nacho. Ninakujia kwa jina la Mungu wa majeshi ya Israeli uliowatukana. Alijua amebeba zaidi ya fimbo. Alijua amebeba zaidi ya mawe. Alijua amebeba zaidi. Israeli wakafika mahali wakasema, je, kuna taifa? Huo ni ufahamu. Je, kuna taifa ambalo Mungu wao yuko karibu nao kama kwetu? Wakafika mahali wakasema, kwetu sisi kuna mkono usioonekana. Walijua ya kwamba sio wao wanapigana, ila kuna mkono wa Mungu
usioonekana unatembea na maisha yao. Wako Wakristo wengi hawaelewi. Hajui akilala. Ukilala, Biblia inasemaje? Popote unapokwenda iko amri ya wewe kuokolewa. Ni ufahamu. Biblia inasemaje? Uwe mwamba wa makazi yangu. Popote nitakapokwenda kuna amri ya mimi kuokolewa. Sema amen. Unatembea na huo ufahamu. Malaika wa Bwana hufanya kituo akiwazungukia wamchao na kuokoa. Biblia inasema hivyo. Lakini Biblia inasema, je, hao si roho watumikao wakiwaokoa, watumikao wakitumwa kuwahudumia watakao urithi wokovu? Utatambua kuna malaika, kuna mkono usioonekana unapofanya biashara, kuna mkono usioonekana kwenye nyumba yako, kuna mkono usioonekana. Wako malaika wanaotumwa kuhudumia maisha yako, haujui. Nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami. Ajua, huo ni ufahamu. Nijapopita, yani maana yake jambo lolote hata gumu, sitaogopa mabaya, maana ninajua wewe upo pamoja nami. Siangalii mabaya, wewe uko pamoja nami. Akili yangu inatazama, wewe uko pamoja nami. Magonjwa yakija, wewe uko pamoja nami. Hali mbaya ikija, wewe uko pamoja nami. Watu wakipigana na mimi, wewe uko pamoja nami. Huo unaitwa ufahamu ambao kanisa limekosa. Watu wanaona matatizo, watu wanaona watu wachache wenye majibu. Majibu yako mikononi mwako. Majibu yako mikononi mwako. Majibu yako mikononi mwako. Uponyaji uko mikononi mwako. Ujauzito unaokae uko mikononi mwako. Huo uwezo unao. Sema amen. Ajui ya kwamba ninyi ni miungu na wana wa aliye juu. Ajui. Biblia inataka tujue. Ajui ninyi ni miungu na wana wa aliye juu. Ajui. Sema amen. Kwa hiyo Biblia inataka tujue, inataka tuelewe, inataka tutambue. Fahamu. Sema amen. Lakini watu hawataki ufahamu. Wanakimbizana kutafuta maombezi. Sijasema kuombewa ni vibaya, tafadhali msiniskote. Ila ninachosema, kuweka akili yako tu kwenye kuombewa ni shida, ni janga. Unaenda kanisa hili maombezi, ukienda kanisa hili maombezi, unaenda kanisa hili jifunze kukaa. Kama Hana anafika mahali mume wake akamwambia, mimi ni Mungu nikupe mtoto, okay, akajua, akamtafuta Mungu, akaomba mwenyewe, akuombewa, akaomba mpaka mdomo unacheza cheza hivi, kwani amuelewe, na Bwana akampa mtoto. Kwa nini? Kuna mwanamke alijua Mungu anaweza kunipa mtoto. Kuna mwanamke alijua Mungu anaweza kunipa mtoto. Kuna mtu anaitwa Jabez. Yule alifika mahali akasema, la Bwana, kama ungenibariki kweli kweli, ukaniondolea huzuni, ukatanua hema yangu, ukaniponya na uovu, unitenge na uovu. Na Biblia inasema na Bwana akamjalia. Na Bwana akamjalia. Kwani alimlingana Mungu wa Israeli. Leo hii hatuna watu ambao wanaweza kumlingana Mungu. Hatuna watu ambao wanaweza kukaa juu ya jambo fulani. Hata umaskini, pambana nao. Fanya kazi, kiri ahadi za Bwana, tafuta maarifa ya kimungu juu ya biashara. Mlingane Mungu juu ya hiyo kazi. Uone huu muda wa kuzurura huku, acha. Tafuta maarifa. Bwana asifiwe. Amen. Kuna mtu ananielewa? Amen. Ndio sababu watu wanawafanyia michezo. Yohana 17:3 anasema, na uzima wa milele ndio huu,
na uzima wa milele ndio huu, Yohana 17:3. Na uzima wa milele ndio huu, Yohana 17:3. Na uzima wa milele ndio huu, wakujue. Neno wakujue ni maarifa. Wakujue wewe Mungu pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Vitu viwili: kumjua Mungu Baba, kumjua Yesu Kristo. Kujua, neno linatumika hapa ni gnesko. Gnesko maana yake ni knowledge, understanding, wisdom. Na uzima milele ndio huu, wisdom juu ya Yesu, juu ya Baba. Na uzima milele ndio huu, knowledge juu ya Yesu Kristo, juu ya Baba. Na uzima milele ndio huu, fahamu. Jaa ufahamu juu ya Mungu wako. Leo hii watu wanajua mapepo sana. Leo hii watu wanatafuta matatizo. Akinunua kiwanja anataka kutrace, hichi kiwanja kilikuwa cha nani? Nani alikaa hapa? Hebu nitafutie wazee wa hapa. Anaanza kuchukua udongo, anaenda kukomboa udongo, anaenda Nisikilize, ninasema kwenye hili kanisa, kama miaka iliyopita walizika hata watu 10,000 chini hapa, wakafanya tambiko, maadamu tumejenga kanisa, maadamu ni cha kwetu, hilo tambiko halina haja na sisi. Lile linakuwa halinihusu, halizuii mabadiliko yangu. Hapa tutaenda mbele, tutafanikiwa, watu watapona, akili za watu zitafunguka, ufalme wa watu utainuliwa. Matambiko yao hayanihusu. Ninachojua ni kwamba nimebarikiwa na kila kitu kimebarikiwa. Biblia inasemaje? Utamtumikia Bwana Mungu, maji ya nyumba yako yatabarikiwa, afya yako itabarikiwa, watoto watabarikiwa, hakuna mwenye kuharibu mimba, miaka yako itatimizwa. Kwa nini? Umemtumikia Bwana. Andiko linasema. Sawa? Biblia inasema ukitembea na Mungu, baraka za Ibrahim zinakuwa za kwako. Biblia inasema utabarikiwa mjini, utabarikiwa mashambani, utabarikiwa uketipo, utabarikiwa unapotembea. Baraka will overtake you. Zitakutangulia mbele, zinakwambia ni bebe. Sijui kama unanielewa. Kwa hiyo ni swala la kujua mimi ni mbarikiwa. Ni swala la kujua biashara yangu ni lazima ifanikiwe. Biblia inasemaje? Na uzima milele ndio wakujue Kristo, Yesu Kristo na Baba. Maana yake ni ufahamu ni uzima. Kinyume cha ufahamu ni nini? Ujinga. Maana yake ujinga ni nini? Ni mauti. Kama ufahamu ni uzima, kutokufahamu ni mauti. Natangaza ni ukweli. Unakataa ufahamu, unatembea na mauti mgongoni. Ndio sababu utakuta watalalishwa huko, wataingiliwa, watanyweshwa majani, watakunywa vitu ambavyo walikuwa wataki kunywa. Kwa nini? Hawana akili, ni wajinga. Sawa? Wanasifiwa sana. Amen. Huwa nawaambianga hapa, mimi nishaondoka. Mnielewe. Nguvu za Mungu zimekuwa nyingi nikadondoka. Lakini sio kila mara mimi nadondoka. Mnanielewa? Sio kila mara. Sio kila mkono ili nguvu za Mungu zionekane zimeingia ndani yako na jidondosha. Huo ni ujinga. Wewe umekuja na suti yako nzuri. Kwa nini una haja gani ya kudondoka? Sisemi sidondoke, kwa sababu hatujidondoshi. Ikitokea nguvu za Mungu zimekudondosha, it is okay. Lakini kudondoka sio kipimo kwamba nguvu ziko juu yako. Mimi nimeenda mahali, nimeombea mtu yuko kitandani. Kwanza nilimhubiria okoke akakataa. Kwa hiyo nikakasirika. Kwa hiyo nikaamua kumuombea ili kutimiza nini? Sema wajibu. Unamuombea tu unasepa, unaondoka zako. Umekataa kuokoka. Na nakwambia mimi silipuuza, nikasema namuombea niishie. Hapo Mungu akamponya. Yuko kitandani, nimemuombea, sisikii chochote. Sikiliza. Mungu sio hisia. Hisia ni nafsi, ziko kwenye nafsi. Mnaanza kuniambia Mungu yupo hapo kwa sababu unajisikia kutetemeka. Hata kama hujisikii kutetemeka, Mungu yupo. Amen. Hatumfuati Mungu kwa hisia. Ila hisia zinatusaidia kujenga imani. Ila Mungu yupo hata kama ufili.
Unanielewa? Kwa hiyo nikaweka mkono juu yake, Bwana naomba mponye huyu tena haraka haraka. Nilipomaliza tukala pale wali maharage, naondoka hivi, akasema nawasindikiza, nimepona. Akashuka akatusindikiza, na kutokea pale hakuna kitanda tena, akawa mzima. Nikashangaa, nikajua kumbe, hata mimi nafikiri kumbe ili mtu apone lazima na mchungaji ujisikie upako. Hata wakati usikii chochote Mungu anaponya. Sijui kama mnanielewa. Yes, yaani ufili chochote Mungu anaponya. Tusimweke Mungu kwenye boksi hapa. Kwa hiyo hata kama hujadondoka, una kansa inaondoka. Unahitaji kudondoka kansa itoke. Unahitaji kuamini kansa inaondoka. Unahitaji kuanguka biashara ibadilike. Unahitaji kuamini biashara inabadilika. Unaelewa kitu nasema? Unahitaji kuamini. Unahitaji kuamini. Yote yawezekana kwake aminie, sio kwake adondokaye. Sijapona kudondoka. Nimewaambia hata mimi nilishadondoka. Na kwenye mikutano yangu naona wengine wanadondoka. Hata hapa wanadondoka. Lakini kudondoka, I move. I'm not moved na wewe kudondoka. Nataka kuvutwa na imani. Taka ni vitu yenye imani. Unaamini. Yes. Imani. Yule jamaa akasema, sema neno na mtumwa wangu atakuwa mzima. Sema neno. Sema neno. Yes. Wala kuna hisia yoyote. Sema neno. Yesu akasema, sijaona imani kubwa namna hii. Ile ni akili, sema ufahamu. Na akamfanyia Yesu description. Akamwambia, Yesu, mimi niko chini ya mamlaka. Na pia wako watu chini yangu. Nikisema njoo anakuja. Kwa nini? Tuna mamlaka. Yesu sema neno. Alitaka kumwambia Yesu na mamlaka. Natambua mamlaka ya kinywa chako. Ndicho kitu alitaka kumwambia. Ndio sababu akatumia long story kumweleza Yesu. Yesu akasema, fahamu, sijaona imani. Maana ya imani, imani ndio kusikia. Maana imani ni maarifa. Kwa namna nyingine nataka kusema sijaona maarifa ya namna hii katika Israeli. Sijui kama unanielewa. Kwa hiyo maana yake amini, mambo yanatokea. Jaa ufahamu ndani yako na vitu vitasogea. Vitu ambavyo vilikuwa visogee vitaanza kutembea. Kwa sababu gani? Ya ufahamu. Biblia inasema mimi ufahamu nilikuwa master planner, mfanyakazi hodari na Mungu. Kwa nini? Mungu wakati wa uumbaji alikuwa na kitu kinaitwa ufahamu. Wako juu, ginosko. Na ufahamu. Sijui nini Bwana. Yohana 1:1-5. Yohana 1:1-5. Anasema hapo mwanzo kulikuwako neno. Yohana sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka mstari wa 5. Hapo mwanzo kulikuwako neno. Naye neno alikuwako kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo. Wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo limekuwamo uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu, nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Hapo mwanzo kulikuwako neno. Neno ni nini? Fahamu. Bwana asifiwe sana. Neno ni nini? Fahamu. Nikawaambia na watu wa ibada ya pili, ibada ya kwanza, kwamba neno kati ya vitu Mungu anataka kuingiza ndani ya kanisa ni kitu kinaitwa ufahamu. Na ndio sababu Biblia inasema Roho Mtakatifu amekuja makusudi tuyatambue mambo tuliyokirimiwa. Tumepewa Roho Mtakatifu makusudi tutambue. Kwa hiyo kazi ya Roho Mtakatifu ni kuweka ufahamu ndani ya watu. Watu wanapokuwa na ufahamu wanatambua mambo waliokirimiwa. Hauna ufahamu, kuna mambo umekirimiwa na hayatatokea kwenye maisha yako. Unapokuwa na ufahamu, mambo unayokirimiwa yanaanza kujitokeza. Sema amen. Yes. Mambo uliyokirimiwa yanavutwa kwa ufahamu. Mambo uliyokirimiwa yanavutwa kwa divine knowledge, divine understanding, ufahamu wa kimungu.
unavuta hivyo vitu, unavuta. Nasema unaweza kuomba, lakini kama una ufahamu juu ya nini unaomba, pia ni shida. Sasa sijasema usiombe, omba, lakini omba kwa ufahamu. Unanielewa? Omba. Anasema hapo mwanzo kulikuwa na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, neno alikuwa Mungu, huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu, vyote vilifanyika kwa huyo, pasipo yeye hakuna kilichofanyika ambacho kingefanyika. Ndani ya neno kulikuwa kuna uzima, na ule uzima ulikuwa ni nuru, na ile nuru yang'aa gizani, wala giza halikuweza. Neno giza liliweza, Kigiriki katalambano. Katalambano maana yake ni understanding. Maana yake ni nini? Giza halikuelewa. Kiswahili anasema wala giza halikuweza, lakini Kigiriki hapa anataka kusema giza halikutambua. Maana yake nini? Neno lina aina ya ufahamu ambalo shetani hawezi kuelewa. King James anafika mahali anasema, and the light shineth in the darkness, and darkness comprehended it not. Maana yake, and the darkness could not comprehend it. Maana yake giza halikuelewa. Comprehend, to comprehend, to understand. Katalambano, knowledge, wisdom, understanding. Maana yake ni nini? Ndani ya neno unapokuwa na ufahamu, shetani akikutega, ile nguvu ya ufahamu iliyoko ndani yako inamfanya shetani akatafuta dictionary. Wakati akitafuta dictionary ajue ni nini kinaendelea, wewe umeshavuka katalambano, understanding. Sema amen. Huwezi kuzuilika. Akileta ugonjwa, akifikiri unafia pale, katalambano inatokea. Ufahamu wa neno la Mungu unasimama juu ya ule ugonjwa, unavuka. Wakati anatafuta huu msamiati, nini nifanye? Ushavuka, wewe ni mzima. Unatoa ushuhuda hapa kanisani. Sema amen. Kwa nini? Ufahamu. Watu wa Mungu wao watakuwa hodari na kutenda makuu. Sio watu wasiomjua. Watu wanaomjua Mungu wao watakuwa hodari na kufanya marvelous things. Men of valor. Watu wa nguvu ni watu wamjuao Mungu. Wekeza katika ufahamu. Soma vitabu, soma Biblia. Sio unakaa tu kanisani. Wekeza, ongeza ufahamu. Sikiliza wahubiri. Iko redio na irecommend. Sikiliza, wapo redio ina wahubiri wazuri kule. Bwana asifiwe. Amen. Hizo zingine bado sijazisikiliza. Na recommend kitu ambacho tayari nishakisikiliza. Wapo redio, sikiliza, ina wahubiri wazuri. Sijasema hao wengine hakuna, ila hawa ni washirika wangu, na recommend kile nataka. Wapo redio ina wahubiri wazuri. Sikiliza, wapo redio. Wewe ulioko hapa da, ukiendelea kusikiliza utaanza kujua nini cha kusikiliza. Bwana asifiwe sana. Maana kuna maredio mengine yanafundisha ujinga huko. Sorry to say that, lakini ni ukweli. Maana wenye mastation wako after money, hawako after nini watu wanapokea. Lazima ujue, uwe na station ya redio, lakini uweke standard. Ujue, uwe na nia ya kuwasaidia wasikilizaji, kwamba mtu fake asitumie redio kupotosha umma. Sema amen. Ndio. Soma vitabu, nunua vitabu. Soma vitabu, nunua vitabu. Soma vitabu, soma Biblia. Unanielewa? Mna simu za smartphone. Wangapi wana simu za smartphone? Mko hapa. Nenda huko, download vitabu. Vitabu viko online vingi tu. Download vitabu, soma. Sikiliza mahubiri YouTube. Wako wahubiri wazuri, sikiliza. Utataka nikutafutia wahubiri wa uzuri wa kuwasikiliza? Njoo, tarecommend, takwambia msikilize huyu. Bwana asifiwe sana. Lakini ongeza nini? Fahamu. Siku isipite, ongeza kitu. Weka kitu ndani yako. Niliokoka nikasoma Biblia yote, nikasoma vitabu.
Mnaona lile shelf liko pale nyumbani, lile nimelisoma karibia lote. Usione vile vitabu viko pale. Nina shelf kubwa, nimesoma na bado nasoma. Unaelewa kitu nasema? Kata lambano, ongeza maarifa, knowledge. Mbao shetani haiwezi. Sema amen. Amen. Yesu makofi. Simame kamwombe Mungu. Mwombe Bwana, nipe ufahamu. Niwe mtu wa ufahamu. Nipe Bwana, nipe ufahamu. Mungu akubariki uliyenifuatilia na kuombea. Mungu akupe ufahamu. Tembea kwa ufahamu. Ng'ang'ania ufahamu. Mungu akubariki. Kwaheri.